Kwanza nipende kuchukua fursa hii kuwashukuruni sana wanahabari kwa kuwa na ushirikiano mkubwa sana katika wilaya ya Rombo kuweza kutoa habari zetu ambazo zinawafikia wananchi, hususan maendeleo ambayo yamefanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Leo tulikuwa tunasoma utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2025 Januari Desemba. Tukumbuke mwaka jana ulikuwa mwaka wa uchaguzi na mwaka huu ndio mwaka ambao tunaanza kwa serikali ikianza awamu nyingine ya pili katika mwendelezo wake. Kwa tulichokuwa tunakisoma hapa ni utekelezaji wa majukumu yote ya serikali uliofanyika kwa mwaka mzima. Katika serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, wilaya ya Rombo tu kwa mwaka jana tumepata zaidi ya bilioni 16 katika miradi mbalimbali. Hiyo ukimaanisha kwenye upande wa maji, upande wa umeme, nishati, kwa upande wa misitu na upande wa miradi yote ya halmashauri, upande wa afya, elimu na vitu vifananavyo. Kiukweli ni ilani ambayo imejibu matokeo ya wananchi. Tulikuwa tuna shule chache za sekondari, lakini sasa hivi kwa mwaka jana tu zimejengwa zaidi ya shule 3 za sekondari. Lakini utakuta kulikuwa kuna vituo vya afya ambavyo vifanyi kazi. Kupitia mwaka jana vimefanya kazi na mwaka huu vimezaliwa vingine ambavyo vinatoa upasuaji na nini. Tumepata vifaa tiba ambavyo viko sawa na hospitali ambazo zipo Dodoma, zipo Dar es Salaam, lakini kwa sasa zimeweza kutoa. Kwa hiyo tumeweza kuangalia utalii ulivyoweza kufunguka katika wilaya ya Rombo kupitia mlima Kilimanjaro, kupitia misitu yetu, kupitia shughuli zote zinazoenda kufanyika. Kwa hiyo kimsingi utekelezaji huu ni matokeo ya kazi zote zilizofanyika mwaka jana. Kwa mwaka huu tunaanza upya tena. Fezi ile imepita, mwaka huu tunaanza tena. Kwa hiyo mwakani nitasoma tena ya mwaka mzima, ingawaje natakiwa serikali itoe uwakilishaji mara 2 kwa mwaka, yaani kwa miezi 6 ya kwanza inasoma na miezi 6 ya pili inasoma. Sasa ya mwaka jana kwa sababu ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi, ndio maana mwaka huu tumeisoma yote. Nini ambacho kinaendelea sasa? Ni mwendelezo wa miradi ambayo inaendelea katika wilaya yetu ya Rombo. Sasa hivi tuna miradi zaidi ya 104 ipo uandani inaenda, miradi ya afya, miradi ya maji, miradi ya barabara, miradi ya nishati na miradi ifananayo. Kwa sasa hivi tutajengewa barabara mpya ya Roa Road ambayo itajengwa rami. Imeshatoka fedha ya kilomita 10. Mkandarasi anakamilisha utaratibu. Sasa hivi kuna changamoto ya maji, lakini ile Kichala tayari fedha imeshatoka awamu ya kwanza. Ule mradi unakosti karibia bilioni 8, lakini awamu ya kwanza imeshatoka ili mradi uanze phase 1. Utakuwa na phase 2 na phase 3 ili maji yasaidie ukanda ule wa chini. Lakini wakati huo sekta za binafsi kama mnavyoelewa katika dira ya taifa inatutaka kufikia 2050 sekta binafsi ziweze kuzalisha zaidi ya 70%. Kwa sisi tumeshaanza kushirikiana na sekta binafsi ambayo WWF tayari wametoa bilioni 1.3 ambayo na yenyewe itashughulika katika kusaidia miundombinu na kusaidia mivujo ya maji ili kuweza kuzuia 69% ya maji iliyokuwa inapotea iweze kukaa sawa. Kwa hiyo spidi inayoanza sasa hivi ya serikali ya awamu ya sita ni zaidi ya 5G. Inaweza nikasema ni 6G inayokaribia kwa sababu miradi mingi imeanza kufanya kazi na inaanza kwa spidi na imeanza kwa malipo ambayo tunaamini ndani ya miezi 6 nitaanza kuzungumza jambo lingine kabisa katika wilaya ya Rombo, kwa sababu tumepata fedha nyingi bilioni 16, hizo zinafanya kazi, lakini kuna fedha nyingine ambazo mwaka wa serikali ukianza kuna fedha nyingi ambazo tumeziomba ambazo tunaamini tutasaidia kwa wananchi. Tumepata watumishi wapya wengi ambao hao sasa wameingia sekta ya afya, sekta ya elimu na sekta nyingine katika wilaya yetu ya Rombo. Kwa hiyo kimsingi naweza kuzungumza awamu hii tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Ninawashukuru sana ndugu zangu tunaoshirikiana nao, kwa maana chama kinachoongoza ambao sisi ndio tunawajibika kwao, lakini vile vile ninawashukuru sana wananchi kwa ushirikiano wanaotupa katika muendelezo wa shughuli zote. Ninamshukuru Mheshimiwa mbunge ambaye amekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha naye miradi anairobu na kuleta katika wilaya yetu. Ninawashukuru watu wa halmashauri na taasisi mbalimbali ambazo zote kwa ujumla wa pamoja tumeshirikiana kwa pamoja kuhakikisha ilani hii inatekelezwa. Lakini mwisho isipokuwa kwa umuhimu, niwashukuru wanahabari.
mmetoa habari nyingi sana za wilaya ya Rombo.